ili meli zisishuke hapa, wanatamani paonekane hapako salama. Zipo hizo vita za kibiashara, lakini pia zipo vita za kiuchumi. Zipo vita za kiuchumi kwa sababu rasilimali zetu zipo ambazo wengine hawana. Na mimi nitaendelea kuisema tu hata wakereke. Ndiyo, Mungu aliumba kila nchi akaipa na rasilimali zake. Rasilimali za Tanzania ni za Watanzania. Na Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo, anayetaka aje tushirikiane. Aje tushirikiane. Kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa chuo, bahati nzuri na wewe umewahi kuwa waziri wa fedha tena katika kipindi kigumu. Kuna vipindi viliwahi kupita ambapo kulikuwepo na inayoitwa misaada, basket funds. Na Mheshimiwa waziri wa elimu umewahi kuwa katibu mkuu pale Hazina. Zilikuwa zinaitwa basket fund. Msamiati huo ulishaisha, wa basket fund, wa msaada ulishaisha. Kwa hiyo kama tuna rasilimali zetu, lazima tuzilinde kwa wivu, kwa sababu hizo ndizo zitakazosomesha watoto wetu, hizo ndizo zitakazojenga miundombinu, hizo ndizo zitakazotumika kwenye bima ya afya kwa wote. Ndio, lazima tuzilinde kwa wivu. Hata kama watu wanaungana kutuandika mitandaoni, wajue na wenyewe wana nchi yao na hii ni nchi yetu. Na sisi tunawashauri wawe na adabu wanapoandika nchi iliyo huru.